Unyenyekevu ni kiini cha msalaba. Na fungu letu kuu limejengwa katika Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 8. Lakini basi kabla sijakwenda katika somo, ni washukuru kwaya ya kanisa, kwaya ya Musa na Mwana Kondoo. Kwaya kubwa ya kanisa ambayo wote tumeimba. Wimbo ambao tumeuimba namba 117, wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya Mwana Kondoo. Je, neema yake umemwagiwa? Je, umeoshwa kwa damu ya Mwana Kondoo? Katika chorus anasema kuoshwa kwa damu itutakasayo ya Mwana Kondoo. Anasema ziwe safi nguo nyeupe, waoshwa kwa damu ya Mwana Kondoo. Lakini anasema mwandame daima mkombozi, ili ukaoshwe katika damu ya Mwana Kondoo. Yapo kwa msulubiwa mavazi. Kwa msulubiwa yapo mavazi. Kinachotakiwa tu wewe uoshwe kwa damu ya Mwana Kondoo. Atakapokuja bwana harusi, ili ukawe safi katika damu, na ukayavae kwenda mbinguni mavazi, uoshwe kwa damu ya Mwana Kondoo. Yatupwe yalipo na takataka, uoshwe kwa damu ya Mwana Kondoo. Je, hauoni kijito cha damu kikitiririka? Kwa nini usiingie kuoshwa kwa damu hiyo? Katika maisha yako hivi hauoni kijito cha damu kikitiririka? Kwa nini usiingie kuoshwa kwenye kijito hicho? Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini niwapongeze kwaya ya Asa. Wakati wanaimba nikasema sasa kanisa limekuwa. Maana tunapokea mabadiliko kila siku. Na kwaya ya Asa leo wamekuja kwa namna nyingine, wamekuwa. Walipoimba Sabato iliyopita ndio walipoimba leo. Leo wameimba kiukomavu zaidi. Bwana wabariki sana. Fanyeni hivyo na endeleeni mbele. Nafikiri mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa yameanza kuonekana sasa. Lakini basi kwaya ya kanisa, Bwana pia wabariki. Mnaimba kwa utulivu, kwa sauti ya chini, lakini yenye ujumbe unaoeleweka. Inapendeza sana. Niwaombee kwaya zote, songeni mbele. Sasa hivi tuna utajiri wa kwaya. Nimeshangaa tu asubuhi tu kwaya watoto wameimba kana kwamba kuna msiba. Walimu nafikiri hamkujua majukumu yenu. Wakati mwingine basi yule anashuka na watoto, fanya hivyo. Kama Mungu amekuita kwa ajili ya hicho, fanya hicho. Niwatie moyo tu kwamba tusione haya kutumia zile siku 6 kutumika. Kama ni mwalimu wa kwaya ya watoto, tengeneza ratiba ya kwaya ya watoto kuchukua mazoezi. Kama ni mwalimu wa kwaya vijana, tengeneza ratiba kuchukua kwaya vijana ichukue mazoezi. Kama ni mwalimu wa Asa, tengeneza ratiba kwaya ya Asa ichukue mazoezi. Kama ni mwalimu wa kwaya kanisa, tengeneza ratiba, hakikisha kwaya ya kanisa inachukua nini? Mazoezi. Alafu sasa mkuu wa kwaya, kiongozi wa kwaya zote kanisani, anatengeneza ratiba Sabato ili ya kwamba kwaya zote zishiriki. Sawa wapendwa Yaani tusiende kwa mazoea. Yule kiongozi ambaye ameitwa kwa ajili ya kazi hiyo sasa aziratibu kwaya. Nyingine isikae kwenye kapu. Ikikaa kwenye kapu wanasema kwamba sisi bwana tunasamani. Wanaimba wenzetu wale. Kwa hiyo utaua vile vipawa. Na kwa namna hiyo kila mtu ndani ya kanisa atashiriki. Bwana wabariki sana. Amina. Unyenyekevu ni kiini cha msalaba. Tuombe. Baba mwema, Mungu muumbaji, mfalme wa milele, asante kwa sababu ya mchana huu. Tuongoze, tufundishe kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba. Amina. Tunapojifunza kuhusu unyenyekevu kiini cha msalaba. Ninapoitazama huduma ya meza ya Bwana, nimekuwa nikipata tabu ndani ya juma hili lote. Kwamba kwa nini msalaba? Kwa nini huduma hii ya meza ya Bwana? Kwa nini Pasaka? Kwa nini dhabihu hii kubwa namna hii? Kwa nini? Nilipokuwa nikitafakari, na kwa kweli sikuwa na somo ndani ya wiki lote, nikimwomba tu Mungu kwamba wewe unajua nini nikasema, lakini sina kitu ambacho nimepanga. Na ndipo wakati wa usiku, siku moja ndani ya wiki hii, Roho akaniambia kiini cha msalaba hasa kabisa ni unyenyekevu. Na ni somo makini ambalo Wakristo wote wanapaswa kujifunza.
Na hivyo nenda kazungumze nao washiriki, mwende mkajifunze kuhusu unyenyekevu kwamba ni kiini cha msalaba. Na ndio maana kwa wale ambao wamefuatana na yule mtu wa fungu kuu watakuwa wameelewa namna ambavyo wamesoma. Tutaanza ibada ya mchana wa leo katika kitabu cha Mathayo sura ya 20. Mathayo sura ya 20 mstari ule wa Mathayo, Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 20, tutaanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 23. Mathayo sura ya 20 mstari wa 20, lakini tutasogea mbele mpaka mstari wa 28. Ni vyema nifike mpaka pale chini kwa sababu ndipo hasa pana kiini. Yuko mtu ambaye anaweza kujitolea kuwa msomaji katika ibada ya leo? Karibu. Karibu. Mathayo 20 kuanzia mstari wa 20 mpaka 28. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo wakamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumuomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachokinywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yao. Asante, simama. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama wa watoto wangapi? Wawili. Na watoto wake wawili sio watoto wadogo kama hao, ni watu wazima ambao miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu walikuwepo pale. Akina Yakobo na Yohana. Mama anaenda anamsujudia nani? Anasema nina neno na kukuambia. Yesu anasema, "Huyu mama amekuja mbele na agenda gani?" Ni mama mtu mzima. Ni mama wa namna gani? Mtu mzima. Ambaye anaenda kwa Yesu ana nini? Ana neno. Sasa Yesu anamwambia, "Mama, nena." Nena. Mama nena. Mathayo anasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Yesu akamwambia, "Mama, wataka nini?" Akamwambia, "Nataka agiza kwamba hawa wanangu wangapi? Wawili. Waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa wapi? Katika ufalme." Yesu anamsikia na kujibu, anasemaje? Anasema, Yesu akajibu akasema, hamjui mnalofanyaje? Najua niwaambie tu kitu. Tangu tatizo la dhambi lilipoingia duniani. Tangu tatizo la nini? La dhambi lilipoingia duniani. Wanadamu, uwezo wetu wa kufikiri umeshuka chini sana. Na hasa kabisa kinachotutesa. Unajua shida kubwa ya pambano kuu la ulimwengu ambalo limefanya msalaba uwepo ni ubinafsi. Dhambi ilianza mbinguni kwa sababu ya ubinafsi. Kwamba kiumbe aliyeumbwa alitaka atukuke, apande wapi? Juu. Kwa sababu ya unajua siku kama hizi leo tunakuwa na ratiba ndefu na wala huwa yani muda ni mchache. Huwa napenda nizungumze sana lakini naona muda unanifunga kama vile kama kwa nafasi tutaipata. Lakini niseme tu kwa uchache kwamba tatizo la dhambi, na tumejifunza kwenye lesson hii, tatizo la dhambi ni kuishambulia tabia ya Mungu. Tatizo la dhambi ni kuishambulia tabia ya nani? Ya Mungu. Kwamba Mungu ni dikteta, kwamba Mungu hawapi watu raha, kwamba Mungu ni mkandamizaji, na kwamba Mungu hafai, na kwamba Mungu ni dhalimu.
Na shetani aliyekuwa akitoa shutuma hizi, yeye unaposoma katika kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 13 na mstari wa 14 na mstari wa 15, anawasilisha agenda yake ya kutaka kujiinua wapi? Juu. Tutasoma kwa muda wako, maana nafasi tunaona kwamba haitoshi. Anasema nitapaa, nitakiinua kiti changu kupita vimo vya nini? Nifanane na yeye aliye nini? Niketi pande za mwisho za kaskazini za nini? Yaani kanuni yake ni yeye kufanyeje? Kutaka kupanda wapi? Sasa tangu dhambi ilipoingia duniani, wanadamu wote tuna silika ya kuanguka. Wanadamu wote tuna silika. Yaani tuna vitu ambavyo viko katika asili. Inaweza ikawa una asili ya hasira, una asili ya kiburi, una asili ya ujuaji, una asili ya kutaka makuu, una asili ya sifa, una asili ya kutaka kuwa wa kwanza. Yaani wengine wewe uangalie. Na haya yote yaliingia tu kwetu tangu siku ya dhambi ilipofanyaje? Kwa sababu hiyo sio tabia ya wapi? Sio tabia ya mbinguni. Hiyo ni tabia ambayo tunaiona kwa muasisi wa uovu, ambaye yeye unaposoma katika hii Isaya anasema kanuni yake ni kupanda tu, ni kupanda tu, ni kuinuka, ni kuinuka. Na ndivyo namna ambavyo leo wanadamu wote tuna asili hiyo. Sasa najua tunapoyachunguza maisha haya, ukisha jitathmini, niwatie moyo washiriki wa kanisa, kila mmoja ajifanyie tathmini yeye mwenyewe. Jifanyie tathmini maishani mwako. Alafu unapofanya tathmini, nikutie moyo usijipendelee. Usifanyeje? Kwa sababu ukijipendelea, Yeremia anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha, ugonjwa unaoua moyo wa mwanadamu. Yaani usiruhusu kujipendelea, jua tabia yako. Yaani yuko mtu mwingine hataki mwingine awe wa kwanza. Anataka yeye awe ngapi? Wa kwanza. Yaani mtu mwingine yaani unajua niwaambie tu siri kwamba mama huyu mpaka anafikia hatua ya kuja kwa Yesu hakuja ghafla na wala hakukurupuka. Walikaa, walifanyaje? Walijipanga. Na walijadiliana kwa sasa, jamani, Mungu bwana huyu anakuwa mfalme huyu. Sasa mama, wewe kidogo mtu unaweza kana kuongea na mtu mwenzako angalau umwambie kwamba wanangu hawa wapi angalau nafasi sasa fulani. Mama akasema, sasa mwalimu mimi naelewa, wewe unapoongea naye mama. Watoto wamepeleka huko mama yao. Na mama sasa akaja na wanae kwa Yesu. Mara baada ya kikao kirefu na mara baada ya mjadala mrefu, kwamba ikitokea nilikuwa mfalme, kwa sababu huyu anapopata kwenda Yerusalemu anaweza kaapishwa kama nani? Mfalme. Na akiwa mfalme, mwai fursa hii nyinyi. Msichezee fursa. Takiwa wewe anapokuwa mfalme kae huko na mwingine kae wapi? Sasa agenda ya Kristo iliyomtoa mbinguni sio kuja kuwa mfalme hapa duniani. Agenda ya Kristo iliyomtoa mbinguni ni kwenda kufikia vilele vya msalabani. Ni kwenda kuidhihirisha tabia ya Mungu wapi? Msalabani. Tutakwenda kuona katika fungu letu kuu tutakapofika. Sasa mama anapokwenda na ombi lingine la ufalme wa kidunia, Yesu anamwambia, "Mmeomba namna gani? Mmeomba msio." Hivi mara ngapi tumewahi kuomba mambo tusiyojua? Mara ngapi umewahi kuomba vibaya? Nyinyi ni mashahidi. Mara ngapi umewahi kupanga mipango, alafu baada ya kuja kugundua kwamba mipango uliyopanga ulikuwa umekosea? Hamjawahi kuliona katika maisha? Hujawahi kupanga kwamba mwaka huu nitajenga nyumba. Alafu hii mipango ilipangwa kwa ufuta nikivuna kwa sababu nikichukua pale dunia 20 nitauza itafanya hivi. Unapiga mipango, hesabu zetu zinakamilika kwa milioni 40. Nyumba ya milioni 38 zikosa. Unatangaza kwa bwana mimi kesho hapa nitasimama nyumba kubwa sana. Alafu baadaye mafuriko yakaja alifuta wote ukaoza. Na ulipanga mipango na watu ukafanyaje? Ukawaambia. Ndipo unakuja kugundua kwamba kumbe nilipanga mimi sina akili. Kwa mipango yangu niliyoipanga nilipanga vibaya. Na ndicho ambacho mama anaenda kwa Yesu akiwa na ombi. Anasema, "Mimi nina neno kusema." Anasema sema. Anasema, "Naomba agiza. Wanangu wao, mmoja kae huku, mmoja kae wapi?" Yesu akasema, "Umeomba jambo usilofanyia. Umeomba jambo usilolijua." Na huo ndio ukweli. Kuna wakati unaweza ukawa na mawazo.
sio mabaya, ni mazuri tu, lakini kumbe yale mawazo ndani yake yana changamoto, naweza ubinafsi au kujitanguliza au kujiona bora, na hii inaweza kukupelekea sasa kwamba badala ya kufanikiwa usifanikiwe. Kwa sababu gani? Ulipanga mipango vibaya. Sasa msikie Yesu, msikie Yesu. Mstari wa 22 akajibu akasema, hamjui mnaofanyaje? Na ndivyo ilivyo leo. Kuna wengi tunaomba maombi tena na kufunga, lakini kumbe hatujui tunafanyaje. Na ndio maana tumeshauriwa sana mwishoni mwa maombi yetu tuseme hivi, Bwana, ikiwezekana mapenzi yako yafanyaje? Kupata au kukosa. Sasa anasema hivi, hamjui mnaloliomba. Je, Yesu anamuuliza swali, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea nini? Unajua wanajibuje hao jamaa? Wanajibuje? Wanasema tunaweza. Wanasema tunafanyaje? Unaweza kama unakubali mambo mengine ambayo hujayajua vizuri kwa haya mambo yakoje nayo yakubali. Yesu akasema, sawa, sio mbaya. Sio mbaya. Kama mnaweza ni vizuri. Kikombe mtakunywa. Lakini swala la kuketi huku na huku, hilo sio nani. Hilo sio namna gani? Hilo anasema katika mstari wa 23, akamwambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na kushoto na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na nani? Sasa unagundua katika tu jambo hili dogo ni ombi lililojazwa nini? Binafsi. Kutaka kwanza wao. Kutaka kwanza namna gani? Sasa sikia katika mstari unaofuata. Msikie Yesu anaposema. Na unajua jambo hili dogo hili lilileta sumu kwa wanafunzi. Hili jambo namna gani? Jambo dogo kabisa la ubinafsi au kutaka kujikweza, kutaka kuwa wa kwanza, kujiinua, lilileta sumu kwa wanafunzi. Sikia sasa. Na wale 10 waliposikia, si wako 12? Sasa sikia wale 10 sasa. Wale wangapi? 10. Wale 10 waliposikia habari hii walikasirika. Walifanyaje? Kasirika. Tena jamaa wanatupiku sisi. Utaratibu gani wa nani? Yaani ndio mtakupiku sisi, yaani ndio mkae juu sisi ndio watu mwenu. Vita ikaingia. Sasa unajua kuna maombi mengine yanakwenda kuanzisha kesi kubwa ambayo tena inataka jitihada ya dhati. Mbingu iingilie itakuwa jitihada zile za ombi lako. Kuna maombi gani ambayo tumewahi kuyaomba mabaya? Ya namna hii ambayo yanaleta ugomvi mbele za Mungu na hata mbele za kanisa. Anasema wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita. Yesu akafanyaje? Akawaita jamani. Sikieni. Sikieni. Tulieni kwa sikio. Sikasiri haraka namna hii. Tulieni kwanza. Anasema lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa namna gani? Na wakubwa wao huwafanyeje? Huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo wapi? Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe namna gani? Na mtumishi kweli. Ndani ya kanisa ukitambua hii slogan hii ndani ya kanisa na ukitambua slogan hii kwenye huduma hii ya meza ya Bwana kwamba kuna somo kubwa ambalo mbingu imekusudia nijifunze, na somo hilo ni unyenyekevu. Na Yesu anasema yule aliye mkubwa huyo ndiye mtumishi, na wale wadogo hao ndio mabosi wanaotumikiwa. Sasa ninyi muache hao wenzao wanataka kuwa wakubwa kwa watumikie. Unasikia? Na anaendelea. Anaendelea kama mstari wa 27, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa. Ukitaka kuwa wa kwanza, jiandae kutumika. Na sidhani kama kuna watu ambao wanataka kuwa watumwa. Sidhani kama kuna watu wanataka kuwa namna gani? Watumwa. Sikia, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe nini?
fidia ya wengi. Msalaba ni kiini cha utumishi na ni kiini cha unyenyekevu wa hali ya juu. Ni kiini cha kujishusha chini kwa viwango ambavyo vimepita viwango vyote. Nitarejea mahali hapa. Twende katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 20 na Injili ya Yohana sura ya 3, alafu tutarejea pale mahali 3 mstari ule wa 22. Na baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nje ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao akabatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Na watu wakamwendea wakabatiza. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani. Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mnishuhudia ya kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi. Lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi. Asante sana. Nasikia wapendwa Kesi nyingine ya ngapi? Yesu alibatizwa kwa nani? Kwa Yohana. Na alipobatizwa walikuwa pamoja. Na yeye ndiye Yohana ndiye aliyewaambia wale wanafunzi wa kwanza, Yohana na mwenzie, kwamba huyu ni mwana kondoo nani? Wa Mungu. Na wale wanafunzi wakamfuata Yesu. Sasa na Yesu akatengeneza pia kundi la nani? La wanafunzi. Na Yesu akaenda Uyahudi. Maana Biblia inasema kwamba baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi gani? Ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao. Alafu akafanyaje? Akabatiza. Sasa sikia, kuna mtu mbea. Kuna mtu namna gani? Akapeleka ujumbe kwamba una habari. Na wale kumwambia Yohana, mweza kusikiza mbatizo. Mweza kusikiza mbatizo. Tena ana wanafunzi wengi kuliko hata wewe. Na watu kibao wanamwendea. Mtu namna gani huyu? Mbea. Yeye akajua kwamba anakwenda kuwafarakanisha. Unajua Biblia imejazwa na somo kuu la kiini cha unyenyekevu. Na niwaambie tu kwamba tukifanikiwa kujifunza somo hili na litafahamika kwa washiriki, kazi ya Mungu itasonga mbele na kanisa litakuwa kwa kasi. Amina. Lakini kama somo hili halitafanikiwa, yaani ukiona mwenzako amefanya huduma, mkuu wa idara hii amefanya huduma imefanikiwa, mkuu wa idara mwingine anamponda. Mkuu wa idara hii akafanya hivi imefanikiwa, mkuu mwingine wa idara anamponda. Kiongozi huyu amefanya ndani ya kanisa, kiongozi mwingine anamponda. Huyu mwingine amefanya hivi asema amekupita. Ukishaingia katika mashindano, jua hapa kazi imefanya hivi. Sasa wakati Yohana anabatiza kule Yordani, Yesu naye na wanafunzi wake walikuwa wanafanyaje? Wanabatiza. Na watu kibao kwa wanamwendea na nani? Mtu anasema kwamba mambo yako yameshaandika bwana. Mwenzako sikiza anabatiza na kazi yako imeshaisha. Wewe utabaki peke yako. Utabatiza nani? Sasa Yohana alikuwa ni mtu wa kiroho. Na Yohana tangu mwanzo hata wakuu wa makuhani walipotuma watu kwenda kumuuliza, "Wewe ni nani?" Akawaambia, "Mimi siye. Mimi siye. Mimi siye. Mimi ni sauti ya mtu tu. Aliayo wapi? Nyikani. Itengenezeni njia ya nani? Ya Bwana." Anasema yani tangu mwanzo alikataa kwamba huyu anayekuja ni mkuu kuliko wala hata mimi sistahili kulegeza gidamu za viatu yake. Sasa awamu hii inapokuja kesi hii, Yohana ni mtu wa namna pekee sana. Japo kweli amezaliwa katika dunia hii na amezaliwa ndani ya utawala wa Shetani, ambaye mwenye kutaka kujiinua na ambaye ametubatiza wote kutaka sifa. Yohana msikia anavyosema. Anasema wakamwendea Yohana wakamwambia, "Rabi,
yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyu anabatiza na watu wote wanamwendea. Yona akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa ametoka kutoka wapi? Jibu la kwanza la ushindi nalo hapa. Msifikiri anafanya kutoka kwa bahati mbaya. Hawezi kufanya kitu hicho isipokuwa amepata kutoka wapi? Jibu la kwanza hilo. Jibu pia anawaambia hivi. Anawaambia, ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi siye nani, bali nimetumwa mbele, na aliye na bibi harusi ndiye bwana, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia na aifurahia sauti yake bwana nani? Basi hii furaha yangu imefanyeje? Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kufanyeje? Kupungua. Ndio wale mmoja kesi. Kuna kesi tena, yule bwana haki yake wacheni abatize. Tena sehemu nyingine anasema hivi, mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye anabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ubatizo na ubatiza mimi ni mdogo, ubatizo na ubatiza yeye ni mkubwa. Ni stahili yake, mwacheni afanyeje? Sasa kwa sababu hiyo, kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na kupenda kuhitimisha. Wafilipi sura ya 2 ndipo mahali ambapo kiini hasa cha msalaba tunapoweza kukiona. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 2 mpaka mstari ule wa 10, hapo ndipo tutakwenda kuhitimisha somo. Wafilipi sura ya 2 anzia mstari wa kwanza tu. Karibu. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, na ikiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwako ushirika wowote wa Roho, ndio, ikiwako huruma yoyote na rehema, ndio, ijalizeni furaha yangu, ndio, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Ndio. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, ndio, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Ndio. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Ndio. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Asante sana, natosha. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo akituma barua kwenda kwa kanisa la Wafilipi, anawaambia hivi, kama iko faraja yoyote katika Kristo, yakiwapo matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwapo ushirika wowote wa Roho, ikiwapo huruma yoyote na rehema, anasema ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, na mkinia namna gani? Mamoja. Yaani Mtume Paulo anasema kwamba kama kuna jambo lolote ambalo linaweza likajaza furaha kwenye moyo wa Kristo, moyo wa Mungu muumbaji wetu, ni watu kunia mamoja, kufanya yote pamoja. Maana nasema kama kuna faraja yoyote katika Kristo, yakiwapo matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwapo ushirika wowote wa Roho, ikiwapo huruma yoyote na rehema, anasema fanyeni hivyo, fanyeni hivyo, fanyeni hivyo. Ijalizeni. Anasema kwamba ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Na kwa namna hiyo hata Waswahili tu ambao hata hawana dini wamesema umoja ni nini? Ni nguvu. Sasa cha ajabu unakuta kwamba ndani ya kanisa ni hili moja, kila mtu anavuta kwake. Huyu anavuta huku, 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 huyu anavuta huku. Kama hakuna ushirikiano, kama hakuna umoja, kama hakuna kumhesabu mwingine kuwa bora, hakuna mafanikio katika kanisa. Kama ni kwaya, haitafanikiwa. Kama ni kanisa, halitafanikiwa. Kama ni kazi ya utume, haitafanyeje? Haitafanikiwa, kwa sababu huyu anavuta huku, huyu anavuta huku, huyu huku, huyu huku.
Huyu anafikiri huyu akifanya atapata sifa. Huyu anafikiri huyu akifanya ataonekana. Huyu anafikiri huyu akifanya anazima hapa. Huyu kila mtu anamwona mwenzake mambo yamefanyaje? Yameharibika. Mipango yote mmekuwa mkiomba, mnaomba kazi bure. Mtume Paulo anasema kwamba msitende neno lolote kwa kushindana. Wala kwa namna gani? Kwa majivuno. Bali kwa nini? Kwa unyenyekevu. Unyenyekevu ndio kila kitu. Na unyenyekevu ndio kiini cha maisha. Unyenyekevu ndio sera ya mbinguni. Na ndio maana sasa sikia, wakati ambapo shetani Lucifer kanuni yake ni kupanda juu, mbingu kanuni yake ni kufanyaje? Huyu anasema nitapanda mpaka nipite vimo vya mawingu. Mbingu inasema, Mungu anasema nitashuka mpaka kule chini mwanadamu alipo. Na sitashuka mpaka mwanadamu alipo. Nitakwenda kushuka nisiwe mwanadamu, nikawe namna gani? Mtumwa. Hebu tuendelee. Anasema kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya nani? Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yule namna ya nani? Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kama kitu cha kufanyaje? Mtu mmoja alikuwa anasikia anasema kwamba Yesu alijishusha kwa viwango ambavyo havijawahi kushuka namna hiyo. Alijishusha kwa viwango ambavyo hakuna mwanadamu aliyewahi kushuka namna hiyo. Maana kama ni umaskini, aliishi katika umaskini ulio kisiri. Unajua, mchungaji mmoja akasema hivi, leo wewe unampenda Yesu kwa sababu umeona kazi pia kuongoza uliyofanya. Na wakati mwingine unaposikia kwamba Wayahudi wakati ule walimchukia Yesu, unasema kwa gani? Kwa kweli wale hawana nini? Hata kama wewe ungekuwa wakati ule ungemchukia pia Yesu. Kwa sababu gani? Huwezi kuamini kwamba huyu ni Masihi, mtu anatembelea katambugu. Zamani unaweza kuona kama amevaa sendo, lakini ilikuwa ni viatu ambavyo watu wasukuma leo hawavai. Vile viatu ambavyo Yesu alikuwa anavaa vile, ilikuwa ni katambuga ambazo tangu waliponunuliwa walipozaliwa ndio hizo wanazo mpaka siku walipokufa. Ile kanzu walikuwa naivaa, ile kanzu ile. Tangu waliponunuliwa siku ya kwanza ndio hiyo. Mpaka anaenda msalabani na kanzu ile, kila anapokuwa ile nayo inakuwa. Kila anapokuwa kanzu nayo inakuwa. Nguo ni hii. Viatu ni vile vile. Alikuwa na umaskini ulio kisiri. Watu wanapohubiri wanasema mimi nakufuata naombe wewe. Sasa wewe utalala wapi? Mimi mwenyewe mahali pa kulala sina. Yaani nagoongea kwa watu. Yaani alikuwa anagoongea mpaka atakufanyaje? Pa kulala. Pa kula alikuwa anagoongea kwa kina Lazaro. Mtu maskini wa kutupwa. Wewe ukamwangalia ukasema kabisa kijana huyu anajitangaza yeye Masihi. Na ndio maana kulikuwa na vita kila Nazareti unasema yaani kutoka Nazareti. Linaweza likawa neno jema kutoka Nazareti atokee mtu kabisa mwenye akiti mama. Mimi alifanikiwa kumwambia Nazareti wewe njoo usikie mwenyewe. Kwa sababu ningekwambia mimi unaweza usifanye. Njoo usikie. Na alipofika akasema kweli wewe ni mwana wa Mungu. Alikuwa katika umaskini uliotupwa. Alikuwa na umaskini wa hali ya juu. Lakini wale wanaopatia kesha la asubuhi, tumeona namna leo walivyofanyaje, alivyotukuzwa. Na ukisoma Ufunuo sura ya 4 na Ufunuo sura ya 5, unaona katika hafla ya kutukuzwa mbinguni, Yesu yule aliyekuwa atembea katambuga hapa, sio yule tena. Sio yule. Lakini ilikuwa hivi ili wewe. Alijishusha, alijinyenyekeza. Biblia inasema akawa mtii mpaka wapi? Unajua sizungumzi tu habari za msalaba. Sizungumzi tu habari za msalaba kwa sababu ilikuwa ni mahali ambapo Warumi wanafanyia mauaji yao, wanatesea watu, wanamalizia wahalifu. Lakini nazungumza na ndio maana hii sasa Mtume Paulo katika Wakorintho anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni nini? Yaani mtu ukimwambia basi msalaba anakwambia wewe una akili. Msalaba kitu kizuri cha kujisifia. Yaani unazungumza basi msalaba mbele za watu bwana. Msalaba ilikuwa kikitabu tu mtu mmoja unamuuma na alisha tangu asubuhi mpaka jioni. Kutaja msalaba. Alafu unasema kwamba msalaba. Sasa mtu anasema neno la msalaba kwao wanaopotea ilikuwa ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu kutoka kwa Mungu. Sasa Mtume Paulo anasema kwamba bali alijifanya kuwa hana nini? Utukufu.
akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, bado haikutosha, alishuka tena mpaka kwenda kwa mtu wa namna gani? Mtumwa. Mara ngapi mlimuona Yesu akifanya kazi ya mtumwa? Si mnakumbuka wakati wa kutawaza wanafunzi? Kazi aliyokuwa anaifanya ilikuwa ni kazi ya nani? Ya watumwa. Petro anasema, Bwana, mambo yako haya ya utumwa, mimi hapa mimi sikubali. Hutanitawaza wewe miguu mimi. Kwa sababu kazi mimi najua nitakia afanye mtu maskini wa mwisho kabisa. Yesu anamwambia, kubali hivi sasa. Maana usipokubali unashirika nami. Unafikiri ni somo rahisi? Tunaposhiriki huduma meza ya Bwana, tujifunze kushuka. Na kwa namna ya kushuka, unajua mimi niwaambie tu kwamba kama tusipokubali kama kanisa kushuka, una tabia yako ambayo unaifahamu kwa asili, hata mimi ninayo ya kwangu ambayo kwa asili naifahamu. Namuomba Mungu kila siku nisaidie nifanyeje? Nishuke, niache ile. Wewe usiseme tu kwamba mimi Bwana, mimi nimezaliwa na tabia mimi ninayo. Mimi nataka kwanza mimi. Yaani mtu mwingine, yaani ana kitu ambacho hicho ni asili. Na hicho kitu cha asili anasema siwezi kukiacha. Ni mimi kwanza. Ni mimi chochote kizuri kwanza, mimi kwanza. Na ndio maana kama mama yao wana wazibelayo, wasema bwana, kwa kweli Bwana mimi na neno. Nena wanangu wa mmoja kayo, mwingine kayo wapi? Sasa mimi nilikuwa najiuliza usiku leo kwamba sasa kule mbinguni hawa hawaweki wapi? Sababu hapa yuko baba. Hapa yuko mwana. Maana anaenda kukaa mkono gani? Kwa Mungu. Alafu hao wana wazibelayo watakaa kwa Mungu mmoja na kwa Yesu upande mmoja au sasa nikaona fikiria hata majibu nikawa simu. Nikasema kweli mama anaomba kufanya. Mama leo namna gani? Na wengi leo tumekuwa na mawazo mabaya. Tunapoiendea meza, muombe Mungu akusaidie. Silika uliozaliwa nayo, silika ile ambayo ulio nayo ya kutaka pengine kuonekana, kutaka kuwa wa kwanza, kutaka wewe tu kwanza. Hiyo Yesu afanyeje? Na hiyo hata mimi naomba Mungu anisaidie kila siku, wengine wawe kwanza, mimi baadaye. Yohana anasema yeye hana budi kufanyeje? Kuzidi, bali mimi kufanyeje? Hii roho ya unyenyekevu kiasi gani? Ni roho ambayo mpaka hata shetani mwenyewe anashangaa kwamba huyu jamaa anasemaje? Yeye ametangulia kazi hii. Alafu anasema huyu bwana afanye sana, yeye afanye kidogo. Shetani naye pia anashangaa. Na shetani kanuni yake ni kwamba yeye afanyeje? Apande juu, alafu Mungu ashuke wapi? Shida ya dhambi ni kwamba, tatizo la uovu ni kwamba agenda ya shetani yeye awe juu, Mungu aliyemuumba awe wapi? Sasa niwatie moyo washiriki kwamba tumuombe Mungu akusaidie. Iwe ni kwenye kwaya, iwe ni katika kanisa, iwe ni katika idara, iwe ni katika uongozi, iwe ni katika maisha, tusiishi. Na ndio maana katika Warumi anasema msifuatishe namna ya watu ya dunia. Yaani usifuatishe wanapofanya ligi, usiingie kwenye ligi yao. Wanapofanya mashindano, yaani kwamba na mimi nataka nifanye kama fulani, nataka niwe kama fulani, nataka nifanye na fulani. Ana magauni manne na mimi naye pia manne. Ana matano na mimi pia naye magauni matano. Sasa ligi ya nini? Ukishona naye naye pia kashona. Ukinunua vitu vipi naye pia naye kanunua vipi? Mmeingia kwenye ligi. Sasa maisha ya ligi ya nini? Na hasa niwaambie tu wanawake ndio wana shida sana. Wanapenda ligi. Wanawake, mimi niwape pole sana. Niwape pole. Wanaume hawana mambo haya. Mbaka na Mpenda anasema kwamba wanaume wameumbwa kwa ajili ya kutatua migogoro. Wao wanawaza mambo makubwa kichwani. Unaweza kumuona suti moja na shati moja miaka 40, anayo hiyo. Hana shida. Afikiri kwamba huyu bwana kashona suti mbili yeye la nini? Yeye hiyo moja utakuwa sababu anafua na piga pasi ameulala. Wewe ukishangaa unashangaa wewe yeye anafanyaje? Mambo yanaenda. Mambo yanaenda lakini wanawake leo kaja na kitambaa kipi? Na mimi ndo nataka kipi? Msingi wake ni kwa shetani. Msingi wake ni wapi? Bwana tusaidie sana. Tusishinde silika. Tushinde asili. Ni kweli unaweza kama umefanikiwa kushinda zile amri 10, lakini kuna vitu vidogo vidogo viko ndani ya mioyo yetu ambavyo bado tumezaliwa navyo. Ni lazima hivyo tuvishinde, na tusipovishinda hivyo kanisa haliwezi kwenda. Kanisa haliwezi kwenda. Kwa sababu tunapanga mipango ambapo tunataka tujenge jengo. Mtu mwingine anafikiria kwamba tukijenga jengo hapa ataonekana mzee wa kanisa. Sasa unaonekana hivi wewe. Mzee wa kanisa unaonekana hivi wewe. Unaanza kupigwa vikumbo hapa kwamba kwa nini jengo hili hivi na hivi na hivi, vikumbo vingi mpaka mwako unafanyaje?
unaishi. Yaani umepanga mipango, mwaka umekatika, Disemba umefika, hata msingi hata tofali hamna, kwa sababu mnapigana vikumbo wenyewe kwa wenyewe. Unafikiri anafukuzwa Mungu, anafukuzwa shetani? Yaani mafanikio yoyote yanaposhindwa kutimizwa ya kazi ya Mungu, anayetukuzwa ni shetani. Msingi na kanuni ya mbingu ni watu kushuka wapi? Na ndio maana hata mimbari hii ni mali ya mchungaji. Mchungaji ndiye mwenye mamlaka ya kuhubiri hapa Sabato zote. Halafu msaidizi wake ni mzee wa kanisa. Lakini kwa sababu hiyo bado unaona tulipo wanyenyekevu, tunapanga watu Sabato hata nini? Mpaka tunadogo wadogo tunawaruhusu waje wafanyeje? Wahubiri. Sasa mtu mwingine akikuona mzee wa kanisa anafundisha hapo na kusema kwamba yaani kila wakati yeye tu. Tena nayo inampa nini? Inampa tabu. Mimi niwatie moyo tu hapa Mungu. Siri ya mafanikio ya maisha ya kiroho ni kufanyaje? Ukiona kuna chochote kinataka kukupandisha juu, kemea. Kemea kwa ajili kwamba ushinde shetani. Kupanda juu sio mpango wa mbingu, ni mpango wa shetani. Mpango wa mbingu ni kushuka wapi? Kuwatanguliza wengine na kuwaona wengine kuwa bora. Lakini wakati huo tukipanga kwa pamoja, yaani sifa na utukufu, mafanikio yakitokea kwa kanisa, vinaenda kwa nani? Kwa Mungu tu. Mwanadamu atukuzwe hapo kwa nini? Mwanadamu ana kitu. Mimi binafsi hata nikisema bwana leo natakiwa tufanye mambo yetu hapa, wewe bwana wewe kikwazo. Mimi nasema mimi ni kazi ya bawabu, hapa kazi mwingine. Kazi ya Mungu ifanyeje? Amina. Sasa kuna nini? Mpaka hamna mshahara, hamna marupurupu, hamna mafungu, familia haiwezi kula. Sasa nyinyi mkikaa vikao tu, kesi kubwa, kwa nini mkikaa vikao? Kesi kubwa, simu zinaingia kila wakati, kwa nini mkikaa vikao? Kana kwamba unataka kuiba kazi ya mtu. Mimi nashangaa. Kuna vitu vinanipa tabu mpaka nasema kwamba shetani ni mbaya sana. Shetani analisumbua kanisa na anasumbua watu ndani ya kanisa. Idara hii ikifanya vizuri, kesi kubwa mpaka mkaje na vikao. Sasa nikasema tunaenda wapi? Kazi hii tunaipeleka wapi? Jamani, Bwana tusaidie. Tuko kwenye vita, mkuu wa ulimwengu huu amejipanga kutuchelewesha. Na asikucheleweshe kwa kuwa yeye namna gani? Haendi. Asikucheleweshe. Tumia fursa ya maisha haya kufanya kazi. Ukisikia mpango wa kanisa uunge mkono. Hata tukuzwa mtu, Mungu anaona sehemu ya sadaka yako. Mungu anaona sehemu ya mchango wako. Mungu anaona kwa namna ulivyoguza. Mungu ndiye anayeona. Wakati mimi mama mjana alikuwa anatoa, Yesu akasema huyu ametoa kuliko watu wote. Anaona Mungu yuko kule mbinguni, anachungulia, anaona kila kitu. Kwa hiyo hakutakuwa na mtu atakayetukuzwa. Niwatie moyo tu kama kanisa. Twende kwa mwaka huu tuungane, tuifanikishe kazi ya Mungu. Tukitangaza vikao, tuje kwenye vikao. Tukitangaza kufanya tukio fulani tufanye. Ukisikia kuna jambo hili, liunge mkono. Unajua cha ajabu, mtu anaweza kasahau kuja kwenye vikao, lakini hawezi kusahau kwenda shamba. Anaweza kasahau kuja kwenye tukio fulani tunapatana, hawezi kusahau kwenye kazi zake. Sijui unanielewa? Nafikiri sijaeleweka vizuri. Yaani mambo ya kanisa wengi tunasahau. Nakwambia kwa kweli mtu wa Mungu ni sawa. Lakini unaweza kumuuliza swali kwamba kwenda kwa shughuli zako mara ngapi, mara mwisho kusahau ni kwa nini? Mara mwisho kusahau kwenda kwa shughuli zako ni kwa nini? Mara mwisho kusahau kununua nguo zako za kuvaa ni kwa nini? Mara mwisho kusahau kwenye mipango yako ni kwa nini? Na kuna wakati shetani atasema kwamba huyu bwana yeye mwenyewe ndio mimi, sio mimi. Anamsingizia. Kwa sababu alipanga yeye. Na wakati mtu anamsingizia shetani kwa bwana, shetani tu bwana, mtu wa Mungu, shetani tu bwana, mtu wa Mungu, shetani. Mimi niwatie moyo, kanuni ya mbinguni na hasa msalaba umejikita kwenye kiini cha unyenyekevu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 12. Fungu la mwisho. Mathayo 23 mstari ule wa 12. Anza 11. Anasema naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Ndiyo, 12. Na yeyote atakayejikweza atatupiwa. Na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Asante sana. Niwatie moyo, tujifunze kuzidi. Ujifunze kufanyaje? Yaani bora usionekane, dunia isikuone. Na ndio maana hata ile kusema kwamba mimi nitatoa kadhaa, mimi nitatoa kadhaa, mimi ndio kutangaza, nitatoa na mimi 300,000, nitatoa
nayo sio uzuri. Wewe andika tu karatasi kwamba sadaka yangu itakuwa ikaza. Nilikufanyaje? Kujizini. Hata kanisa lisijue kwamba umefanya. Lakini wapi? Shetani alivyopuuza na anapokusumbua, tunataka tufanyeje? Kuonekana. Bwana tusaidie. Yesu anasema atakayejizini, huyo ndiye atafanyaje? Biblia hii imejaa fundisho hili kwa viwango vya juu sana. Unaweza kuhubiri tangu sasa hivi mpaka saa 12 ya jioni. Na mkasema kwamba huyu bwana leo anatafuta kutufanyisha mpango mwingine. Hata meza ya bwana yeye imeshaandika. Lakini mimi sina agenda hiyo. Mimi niwatie moyo tu kwamba tujifunze maandiko. Tujifunze nini? Tujifunze maandiko. Na tumemaliza robo ya kwanza. Tujitoe kwa robo nyingine ya pili kufanya kazi. Tujitoe kwa robo nyingine ya pili kufanya nini? Tumika uheshimiwe na nani? Na Mungu. Tumika uheshimiwe na Mungu. Na utakapotumika na utakapofanya vizuri, hata kuheshimu mzee wa kanisa wala mchungaji. Atakaye kuheshimu ni mwenye kazi. Sisi wote humu ndani ya kanisa ni nini? Watumishi tu. Sisi ni baraka tu. Mwenyewe mwenye kazi yake yupo anaona na anaangalia. Tufanye kazi, Bwana tufanyeje? Atuheshimu. Tufanye kazi, kila mtu afanye kwa bidii. Kama ni mwalimu wa kwaya, fundisha kwa bidii. Kama ni mwalimu wa watoto, fundisha kwa bidii. Kama ni mwalimu wa vijana, fundisha kwa bidii. Kama unafundisha kwaya wazee, fundisha kwa bidii. Kama ni mhubiri, hubiri kwa bidii. Kama ni mwimbaji, imba kwa bidii. Acha majungu, acha kumsumbua mwalimu. Utaratibu ukiwekwa, ukiambiwa na umevunja utaratibu, nyenyekea, shuka. Shuka. Acha kusema tu kwamba mimi huwezi kunibabaisha bwana. Sauti yangu. Unanibabaisha na nini? Yesu alifanyaje? Alishuka. Tujifunze kushuka. Shuka. Muombe Mungu akusaidie kushuka. Muombe Mungu akusaidie kufanyaje? Kushuka. Ndio kanuni. Shuka. Shuka kwenye kila sekta, shuka. Shuka. Yesu alishuka. Akachukua mavazi yake akaweka wapi? Kando. Akachukua kitambaa akajifunga wapi? Akasema leteni bakuli yake. Kaanza kuosha miguu ya watu. Anaosha. Simoni anaangalia asipo kwa Bwana, mpango wako hapa. Mimi huwezi kufanya kazi. Yesu akasema kazi hii huwezi kuelewa sasa hivi. Hiyo utaelewa namna gani? Bwana abariki sana. Amen. Simama tufunge kwa. Baba yetu Mungu muumbaji, mfalme wa milele, asante kwa sababu ya kutufundisha somo kuu la unyenyekevu. Wewe Mwokozi wetu ulionyesha kielelezo cha kushuka, na ndio maana uliacha enzi, uliacha sayari, uliacha utajiri, uliacha utukufu, ukaja ukaishi na sisi mahali kwenye vumbi. Ukalala kwa tabu, ukaishi kwa tabu, na hatimaye pia ulikufa kwa tabu ili utufundishe somo la unyenyekevu. Tusaidie tunapokwenda kuishiriki meza ya Bwana, tukajifunze kushuka chini. Tuongoze Bwana. Samehe hata pale ambapo wakati fulani kwa sababu ya kujiinua kwetu kazi yako haikufanikiwa. Tusamehe Bwana, usituhesabie dhambi hii. Lakini sasa tuandae kwa ajili ya kazi yako. Ndivyo tunavyoomba kwamba utakuwa karibu yetu. Tumeomba na kuamini kupitia kwa Kristo Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen.